Naam, ni matumaini yangu hujambo mtazamaji wa Hyper PLC Investment Channel. Karibu katika kipindi hiki cha Tanzania Tuwekeze, kipindi ambacho kinaangazia zaidi kampuni hii ya Hyper PLC, lakini pia kinaangazia fursa mbalimbali ambazo zinapatikana katika kampuni hii ya Hyper PLC. Lakini hii leo tumekualikia hapa CPA Boniface Ndengo. Ana nondo za msingi kulikweli katika moja ya posti ambazo zimepostiwa katika akaunti mbalimbali za Hyper PLC. Ipo nakala hii ya CPA Boniface Ndengo ambaye ni mkurugenzi wa kampuni hii ya Hyper. Mimi ni Elia Jackson Lupembe. Kwa mazuri ambayo yameelezwa katika nakala hii, usichoke kutufuatilia mpaka mwisho ili uweze kufahamu. Na leo hii hapa amezungumzia masuala mazima ya matajiri wa hisa, mpango wa Hyper. Kwa hiyo kama unatamani kuwa tajiri mkubwa kweli katika taifa hili la Tanzania, lakini popote pale ambapo unanisikiliza mtazamaji wa Hyper, basi zingatia zaidi katika nakala hii kwa yale ambayo yamezungumzwa ndani yake. Kwanza kabisa CPA anaanza hapa kwa kutililika vizuri kabisa, akianza na utangulizi kwamba sisi sote tunakubaliana kwamba karibu 90% ya nguvu kazi ya Watanzania ni wajasiriamali wadogo ambao wengi wanafanya shughuli zao kwenye sekta isiyo rasmi. Hyper PLC kupitia akademi yetu ya uwekezaji tunatekeleza programu ya Tanzania Tuwekeze, programu ambayo inalenga kuwaleta Watanzania milioni 20 kwenye fursa za uwekezaji sambamba na kuwajenga Watanzania milioni 1 kuwa matajiri wa hisa na wawekezaji wakubwa. Sasa kupitia nakala hii ya leo ya CPA Boniface Ndengo, kama ambavyo ameeleza, tunabainisha sasa mambo ambayo ukiyazingatia unajengwa kuwa mmoja wa hawa watu milioni 1 kwa maana nzima ya matajiri wakubwa hapa nchini Tanzania. Kipi ambacho unatakiwa kuzingatia? Maelezo yote yametolewa hapa na CPA Boniface Ndengo ambaye ni mkurugenzi wa Hyper PLC company. Kwanza kabisa, kwenye nchi zinazofanya vizuri kwenye uwekezaji kuna watu wanaoitwa stock tycoons. Hawa ni matajiri wakubwa wanaomiliki hisa nyingi kwenye makampuni ya hisa ndani ya nchi zao. Sasa Hyper PLC tunaposema tajiri wa hisa tunamaanisha kwamba ni mtu ambaye atakuwa na angalau na hisa kuanzia 50,000 lakini pia au hisa zenye thamani ya shilingi milioni 200 kwenye makampuni ya hisa au platform za uwekezaji zinazojengwa na Hyper PLC. Sasa fursa za matajiri wa hisa inawalenga watu gani hasa? Endelea kutufuatilia. Fursa hii ipo wazi kwa kila mtu mwenye awe mtumishi, mkulima, mchimbaji mdogo, mjasiriamali, mwanafunzi, kijana, mtu mwenye ulemavu, mtumishi wa ndani na hata mtoto ambaye atakuwa na nia ya kutaka kuwa tajiri wa hisa au stock tycoons wa Hyper. Sasa Hyper tunaamini kila mtu anaweza kuwa mwekezaji mkubwa, lakini haitakuja automatic kama ambavyo wengi wanafikiri, bali kuna hatua lazima mtu huyo azichukue. Haijalishi awe mkubwa awe mdogo, awe katika mazingira yote ambayo tumeyasema hapa, anatakiwa tu kuzingatia mambo yafuatayo ili aweze kuwa tajiri mkubwa wa hisa. Sasa ni hatua gani ambazo mtu huyo anatakiwa kuzichukua? Hizi hapa. Namba 1, aweke azimio kwamba nataka kuwa tajiri wa hisa. Lakini pili, fungua akaunti ya Hyper, na hii ni rahisi kabisa kama ambavyo nimekuwa nikikueleza. Unapiga nyota 149 nyota 46 nyota 23 kisha alama ya leli. Lakini namba 3, anza mapema. Nunua angalau na hisa moja ya Hyper unapoanzia, na hicho ndio kianzio kizuri kwamba unaanza hata na hisa moja, kesho unafuatilia hivyo unaendelea, unaongeza mwisho wa siku unakuwa katika level kubwa zaidi kama ambavyo tunaizungumza hapa. Namba 3, nasema weka lengo. Ni lini unataka kufika hisa 50,000 au hisa 100,000 au hisa 200,000? Ni malengo tu ambayo unaweza ukaweka na ukafikia viwango hivyo. Lakini namba 5, fanya unachoweza leo. Wengi wanalazimisha kufanya vitu ambavyo vipo juu ya uwezo wao, lakini wewe unachotakiwa kufanya, fanya kitu ambacho unaweza leo. Hapa tumesema kwamba nanunua hisa 5 leo, nanunua hisa 20 wiki hii, nanunua hisa 100 mwezi huu. Usiangalie mbali zaidi unakotaka kwenda au ukubwa wa lengo. Kule utafika tu taratibu, lakini cha kwanza ni kuhakikisha unachoweza kukifanya leo. Hizi ni nondo za CPA Boniface Ndengo, mkurugenzi wa Hyper PLC. Endelea kumfuatilia. Lakini namba 6 anasema jielimishe kuhusu faida za hisa.
Na namba 7, jipe siku 1000 za kuongeza uwezo wako wa kipato ili kukuza uwezo wako wa kununua hisa zaidi. Lakini namba 8, wekeza angalau 10% ya kipato chako kwenye hisa. Kila unapopata kwenye kipato chako kwenye hisa, basi unawekeza 10%. Lakini namba 9, anasema fuatilia habari na fursa zinazokupa sababu ya kuongeza hisa zako. Ukiwa unaendelea kufuatilia habari, basi utapata fursa mbalimbali ambazo zitakupa sababu ya kuendeleza hisa zako. Lakini pia namba 10 anasema tumia fursa zinazojitokeza kuongeza hisa zako. Kama fursa zipo zinatokea na unaweza ukaongeza kipato, kuongeza hisa zako, basi unatakiwa kuzitumia kwa ukubwa kweli kweli. Lakini 11 anasema baki kwenye malengo yako. Zitakuja fursa nyingi mbele yako. Kamata swala uliyemkusudia, usitaki kukamata kila swala anayepita karibu yako. Kwa hiyo una focus kwa kile ambacho umekiweka kwamba natamani kufanya hiki, basi una focus pale, nafanya hicho kitu ili mpaka pale ambapo nitapata matokeo yake na kuona kwamba sasa hapa nimefanikiwa kwa kiasi fulani. Lakini 12 wanasema jifunze kwa wawekezaji wa hisa waliofanikiwa. Siku zote wanasema kwamba utajifunza mengi zaidi, utafanikiwa zaidi kama utapata elimu kwa watu ambao wamefanikiwa. Watu ambao wameshindwa siku zote wanakuwa na maneno mengi, lakini hawezi ukapata kile ambacho unatarajia kukipata kwa kile ambacho umekiwekeza. Sasa 13 wanasema amini kwamba Hyper PLC atakufikisha kwenye ndoto zako. Sasa kama unafanya kazi na Hyper alafu huiamini, tafsiri yake ni kwamba huwezi ukafanikiwa sawa sawa na inavyotakiwa. Kwa hiyo jambo hili la muhimu kulikweli kuhakikisha kwamba unaamini kwamba hapa nilipowekeza nitafanikiwa zaidi na zaidi. Sasa tujikumbushe tu kwamba kwa kifupi Hyper PLC ni nani. Nimeweza kuzungumza kwa vipindi ambavyo vimepita, lakini leo hii nikukumbushe tu ili uweze kufahamu. Hyper PLC ni kampuni ya umma au kampuni ya kijamii inayofanya shughuli za kubuni majukwaa na miradi ya uwekezaji jumuishi, yani uwekezaji unaowapa fursa wananchi wengi zaidi kushiriki. Sasa Hyper PLC wanafanya shughuli gani hasa? Hyper PLC shughuli zetu kuu ni kubuni, kuanzisha na kuendesha majukwaa na miradi ya uwekezaji jumuishi, yani miradi inayowapa wananchi fursa ya kuwekeza ili kujenga uchumi wao. Lakini Hyper PLC tunaona tatizo gani kwenye sekta ya uwekezaji? Nimekujuza hata katika kipindi ambacho kimepita. CPA Boniface Ndengo amerudia tena hapa. Anasema nchini Tanzania na sehemu kubwa ya bara letu la Afrika, takriban 99% ya watu wazima hawashiriki kwenye fursa zinazotolewa kupitia masoko ya hisa na uwekezaji wa umma. Sasa hali hii inaleta athari gani zaidi? Hali hii inatupunguzia ustawi wa kiuchumi na kijamii kama mtu mmoja na taifa kwa ujumla wake. Yani kama mtu mmoja lakini pia na taifa kwa ujumla wake. Lakini pia Hyper PLC wamekuja na suluhisho gani hasa? CPA Boniface Ndengo anaendelea kukujuza. Wamekuja na solution gani? Hili hapa. Hyper PLC kama kampuni ya umma au kampuni ya kijamii tunaanzisha na kujenga majukwaa na miradi ya uwekezaji jumuishi inayowapa fursa umma au wananchi kununua hisa na kuwekeza kwenye miradi hiyo ili sasa waweze kuimarisha hali za kiuchumi kama ambavyo tumezungumza hapo awali. Nini hasa dhamira ya Hyper PLC? Hyper wamedhamiria nini? Dhamira ya Hyper PLC ni kuendeleza ustawi wa Watanzania kwa kuwapa fursa ya kumiliki makampuni ya hisa yanayofanya biashara kwenye sekta za kimkakati kwa kubuni majukwaa salama, rahisi na yenye uwazi yanayowezesha kila mtu kuwekeza, kujenga uchumi wake na kuchangia maendeleo ya jamii na taifa kwa ujumla wake. Sasa nini wito wa Hyper PLC? Tumeshajua hapo kwamba wamegundua kuna tatizo katika nchi hii ya Tanzania, lakini pia bara la Afrika kwa ujumla wake. Wanatoa wito gani? Sema wito wetu kwa umma, tunawaalika umma na tunawapa fursa kila Mtanzania kufungua akaunti za Hyper ili wasipitwe na elimu, taarifa na fursa mbalimbali zinazojili kwenye dunia ya uwekezaji. Sasa kauli mbiu katika swala hili inasema kwamba kila Mtanzania sasa ni mwekezaji. Kila Mtanzania sasa ni mwekezaji, kama ambavyo nimekujuza awali kwamba mtu yeyote wa aina yeyote, awe mdogo awe mkubwa, mwanafunzi, mkulima, mfanyakazi, mfanyabiashara, anaweza kuwa mwekezaji. Ndio maana kauli mbiu hapa inasema kila Mtanzania sasa ni mwekezaji. Sasa tutembelee www.hyper.net, fungua akaunti yako, nunua angalau hisa moja, tuanze safari yetu. Ndani ya akaunti yako iko maktaba ya Hyper. Kuna mgodi wa elimu kuhusu hisa
na uwekezaji. Sasa kwa mawasiliano zaidi, ili uweze kufahamu haya mambo kwa undani zaidi, elimu zaidi, kufungua akaunti na kuwekeza, tutembelee www.hyper.net au piga nyota 149 nyota 46 nyota 23 kisha alama ya leli, au piga simu nambari 0755 94 79 43. App yetu Play Store inaitwa Hyper PLC. Sasa ofisi zetu za Hyper zipo Dar es Salaam Kisutu, lakini katika mkoa huu wa Mwanza zipo Nyamanoro, lakini pia na Mara zipo pale Mwembeni Complex Musoma mjini, na pia huduma zetu zinapatikana kupitia kwa mawakala wetu wote ambao wanapatikana katika mikoa mbalimbali hapa nchini Tanzania. Katika kila mkoa mawakala hawa wapo. Karibuni Hyper Academy ya uwekezaji Tanzania, fursa za uwekezaji kwa wote. Wekeza kwa kujiamini. Ndivyo ambavyo CPA Boniface Ndengo, kwa maana ya mkurugenzi wa Hyper PLC, anavyomaliza nakala yake kwa siku hii ya leo. Mimi swali langu ni moja tu mpaka hivi sasa, mtazamaji ambaye unatazama, unasubiri nini kufungua akaunti yako ya Hyper ili uweze kunufaika na fursa mbalimbali ambazo zinapatikana katika kampuni hii ya Hyper. Mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada. Jina langu ni Elia Jackson Lupembe. Hii ni Hyper PLC Investment Channel. Endelea kufuatilia elimu zaidi kuhusiana na masuala haya ya Hyper. Bye bye, mpaka wakati mwingine. Uwekezaji, masoko na ubunifu. Hyper, tupo kazini.